Bwana asifiwe. Ningependa kukaribisha kila mmoja wetu katika ushirika wa Jumatano ya tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka wa 2020, na wapendwa tukiwa pale tutarajia kutoka kwa Bwana. Na ningependa kabla tuendelee, ningependa tuombe kisha tutaingia katika hatua ile nyingine. Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ya kipekee ya namna hii ambayo umeiandaa ili tukasikiza kutoka kwako. Jehova, tunakualika kwa pamoja nasi, kama kuna kitu umekusudia tukakifahamu jioni ya leo Bwana, kuwa pamoja nasi, hebu jifunue kwetu. Roho Mtakatifu, nena nami ninaponena na watu wako, ili nikanene yale ambayo ninahusia ya Bwana. Uinuliwe, ubarikiwe, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Jioni ya leo ujumbe wetu nimeupa kichwa familia ya kiungu. Na kabla niendelee sana, ningependa kusema hivi wapendwa, kwamba katika ulimwengu huu ambao tunaishi tunajipata katika makundi ambayo tunajiita familia, na Bwana amekusudia kwamba tusipatikane katika kundi lolote ambalo halitembei katika kanuni zake. Tusipatikane katika jamii yoyote ambayo haienendi na misingi ya Bwana. Na hivyo Bwana anatusaidia kwamba ni vizuri tukaanza kulea familia ambazo ni za kiungu, tukaanza kutembea pamoja na watu ambao wanampendeza Bwana. Hata katika jamii zetu tunapolea watoto wetu na kukaa na wake zetu na waume zetu, Bwana amekusudia kwamba kikundi hicho kikawe kikundi ambacho kinamtukuza yeye. Hivyo jioni ya leo nataka tuone mifano kadhaa ya watu katika Biblia ambao walitembea katika makundi haya ambayo tunayaita familia ya Mungu. Wapendwa, ijapo kwamba Mungu anamuita mtu akiwa peke yake, lakini tukiangalia mistari kadhaa katika Biblia inatudhibitishia kwamba Bwana alipomuita mtu alimuita pamoja na jamii yake. Hivyo wale wengine walistahili kwamba watatembea pamoja na huyu mtumishi wa Mungu ili wakatimize ambayo ni mapenzi ya Mungu kuhusiana na mtu huyu. Hivyo wapendwa, ijapo kwamba Bwana anaweza kukuita ukiwa peke yako, lakini Bwana amekuita pia na jamii yako. Ikiwa kwamba wewe umeokoka, si ni wewe umeokoka tu, lakini Bwana anakusudia kwamba wokovu wako pia ukaadhiri wale wa jamii yako, ili mkiwa pamoja wote mkatoe utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe. Ningependa tusome mstari mmoja katika Yoshua 24:15. Tunasoma Yoshua mlango wa 24 mstari wa 15, na Biblia inasema hivi: nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Yoshua anatupa mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa anajenga jamii ya kiungu, akakusudia katika moyo wake kwamba yeye atamtumikia Bwana, na si yeye tu kama mtu binafsi, lakini alikiri maneno haya na kukusudia kwamba yeye pamoja na jamii yake, yeye pamoja na watoto wake, yeye pamoja na mke wake wamekusudia na wamekata kauli kwamba watamtumikia huyu Mungu ambaye anaishi. Hivyo wapendwa, ni vizuri unapoishi katika maisha haya tukaanza kulea jamii ambazo zinampendeza Bwana, kwamba sisi tutajitenga na jamii hizo ambazo zinatembea mbali na mapenzi ya Mungu, lakini tutatamani kwamba jamii zetu zikawe za kiungu, kwamba tukatamani kwamba misingi ya jamii ambazo tunatoka kwayo zikawe ni misingi ambazo ni za kiungu. Nataka tuone mfano mwingine, na mfano huu uko katika kitabu cha Mwanzo. Tunasoma mlango wa 17, Mwanzo mlango wa 17 mstari wa 9. Na hapa Bwana ananena na Ibrahimu, na Bwana aliingia agano na Ibrahimu. Na kuna kitu tunajifundisha kwamba ijapo kwamba Ibrahimu alikuwa ni mtu binafsi ambaye alimpendeza Bwana,
lakini alitembea pamoja na jamii yake, na ningependa tu tuthibitishe hilo katika mstari huu. Biblia inasema Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hapa agano hili ambalo Bwana aliingia pamoja na Ibrahimu, hakulifanya tu na Ibrahimu kama mtu binafsi, lakini anahusisha wale wa jamii ya Ibrahimu katika agano la namna hii, kwamba hao wataingia katika agano na Mungu, na kwamba Ibrahimu pamoja na uzao wake watatafuta kutembea katika kanuni za Mungu na watatamani kumpendeza huyu Mungu. Na utakapoendelea kusoma pale, walipoingia katika agano hile, Bwana akamshurutisha kwamba kila mwana wa kiume atakayezaliwa katika uzao wake yeye atatahirishwa. Ikaonyesha kwamba ijapo kwamba ni Ibrahimu ameingia katika agano, lakini wale ambao wamezaliwa katika uzazi ama uzao wa Ibrahimu, Bwana aliwashurutisha kuingia katika agano. Hivyo kuna maagano ambayo tunaingia, lakini yanaathiri jamii zetu. Hivyo hata wapendwa, sisi ambao tumeokoka, unapotembea katika njia hii ya uokovu, ni vizuri kutembea pamoja na jamii. Ni vizuri kama jamii mnakaa chini na mnakusudia na mnaamua kwamba sisi kama jamii tutampendeza Bwana. Ni vizuri wapendwa kujua kwamba kuna baraka ambazo Bwana huachilia kwa watu binafsi, lakini kuna baraka zingine ambazo Bwana anaachilia kwa ajili ya jamii. Kuna watu ambao ni matajiri leo hii, si kwa sababu hawa walikuwa na bidii na kwa sababu Mungu aliwapa baraka kama watu binafsi, lakini yawezekana walizaliwa katika uzao ambao ulikuwa na mzizi wa baraka za Bwana. Hivyo ni vizuri kulea jamii hii katika njia ya kiungu. Ni vizuri kuweka kanuni za kiungu katika kila jamii. Ni vizuri Bwana atusaidie kwamba tunapoketi nyumbani na jamii zetu, wakati kama huu ambapo watu wengi hawaendi kazini na tunakaa pale na watoto, tunakaa na jamii na wake na waume zetu, ni vizuri kufikiria sana tutatumiaje muda huu ili kujenga jamii ambayo ni ya kiungu, kwa sababu Bwana kila anakusudia ni kwamba kuwe na jamii ya watu ambao wanamuita Mungu, watu ambao wanamdhamini, na hiyo Bwana anaguzwa nayo sana. Na jioni ya leo, ikiwa Bwana atakusaidia katika nafasi ambapo upo, uwe ni mzazi, uwe na mtoto, ugundue kwamba ni vizuri kuanza kuchangia jamii hii, kudhibitisha uungu ndani yake, na Bwana atakuwa baraka sana kwako, kwa sababu utakuwa umetembea katika mapenzi yake. Bwana asifiwe. Ningependa pia tuangalie mambo kadhaa kuhusiana na familia, kwamba ukiangalia katika msingi wa familia, Bwana alikusudia kwamba familia iwe ushirika. Bwana alikusudia kwamba familia ikawe ndio kanisa la kwanza, na nataka tusome Mwanzo 2, tunasoma mstari wa 18. Mwanzo 2 Mwanzo 2:18, Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje, na kila kiumbe na jina alilokiita Adamu ilikuwa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina. Singependa tuende sana, lakini ningependa tuzingatie mstari huo wa 18 ambao unasema, Bwana amesema hivi kwamba alipomuumba Ibrahimu hakutosheka kwamba huyu mtu akae hivi. Akaona kwamba itakuwa vyema mtu huyu akiwa na jamii, na jamii hii itakuwa ya kuniabudu na itanipendeza zaidi kuliko mtu akiwa mmoja. Hivyo Bwana alikusudia kwamba jamii ikuwe ni kanisa. Leo hii tuko nyumbani, leo hii tunafanya ibada zikiwa nyumbani, na tunasikia tukiwa chini sana katika mambo ya kiungu, lakini Bwana atusaidie kwamba inawezekana pia ni nafasi nzuri ya kujenga kanisa ya nyumbani, kwa sababu kanisa ya nyumbani mara nyingi ni imepuuzwa, lakini kwamba kanisa na huduma kama hii haiwezi simama pasipo jamii iwe imesimama.
Wapendwa, ni vizuri kujua kwamba Bwana alikuwa na makusudi kwamba kuanzia kanisa kule nyumbani. So jamii ama familia ni kanisa la kwanza, na ningependa pia tudhibitisha haya katika Mhubiri tunasoma Mhubiri 4 mstari wa 9. Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 9. Bwana anasema hivi: afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. 10. Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakikaa pamoja, hapo watapata joto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kupata joto? 12. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Wapendwa, kuna kitu tunachofundisha hapa kwamba ni vizuri kujipata katika kundi, kwamba imani hii ni ya kuchangiana. Hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kusimama peke yake. Hivyo mtu mmoja anapookoka katika familia ina jukumu la kumsimamisha, kusimama pamoja naye. Wapendwa, tukikuja pamoja kama jamii, maombi ambayo tunaomba tukiwa tumeshikana mikono kama jamii, wapendwa, nataka kukuhakikishia kwamba ina nguvu kuliko maombi ya mtu mmoja. Hivyo waacha tukatende kazi ya Mungu tukiwa pamoja kama jamii. Kila mtu achukue nafasi yake. Ukiwa umezaliwa katika jamii fulani, uwe wewe ni mtoto, wewe ni mama au wewe ni mzee, Bwana akusaidie ujue utafanya nini ili jamii hii ikajengeke katika msingi wa kiungu, kwamba mkaweke imani yenu pamoja kama jamii. Tutakapotembea katika umoja, sisi tutakuwa washindi, tutakuwa na nguvu zaidi, tutakuwa na imani marudufu ikiwa sisi tutashinda katika ushirika wa jamii. Bwana amekusudia kwamba jamii ikae pamoja. Hivyo ni vizuri kwamba tukatambue uwezo na usaidizi wa mmoja kwa mwingine ili jamii hii ikasimame katika kanuni za Mungu. Wapendwa, ya tatu ambayo tunataka tujifundishe leo ni kwamba familia pia inaweza kukaidi Mungu. Watu wengine wamemkataa Mungu kwa sababu walikaa kikao kama jamii na wakaamua kwamba hawatatembea katika njia za Bwana. Hivyo ijapo kwamba ushirika wa jamii ni mzuri, ushirika wa jamii unaweza tusongesha karibu na Bwana, lakini yawezekana pia ushirika wa jamii ukatuondoa kwenye mapenzi ya Mungu. Na kuna mfano mmoja katika Matendo ya Mitume mlango wa 5 mstari wa 1. Najua ni hadithi ambayo tunaijua, singependa nisome hiyo kwa sababu ya wakati. Ni kwamba kuna jamii moja ya mzee alikuwa anaitwa Anania na pamoja na mke wake ambaye alikuwa anaitwa Safira. Walikaa pamoja na kikao hicho, ajenda yao haikuwa ya kuwaleta karibu na Bwana, lakini ilikuwa ni ya kuwaondoa katika mapenzi ya Bwana. Lakini sisi wote ni wasomaji wa Biblia na tunafahamu hicho ambacho kiliwatendekea. Hivyo wapendwa, ni vizuri kukuwa makini, kwa sababu wakati mwingine jamii zimekaa pamoja na kusikizana kwamba hawatatembea katika njia za Bwana. Jamii wamekaa pamoja wakawa na ajenda kwamba hawatakuja kanisani. Watu wametoana nguvu katika mambo haya ya Mungu. Watu wakakaa pamoja na wakakata tamaa. Watu wakasemezana na wakawa kile wanafanya ni kutoana matumaini katika njia hii. Lakini Bwana atusaidie kwamba jamii hizi ambazo tunalea, jamii ambayo Bwana anasema ni jamii ya kiungu, kwamba itakuwa jamii ya kukusongesha karibu na Bwana, jamii ambayo itakufanya wewe ukue imara zaidi katika imani kuliko vile ulivyo, na Bwana atatusaidia. Ningependa tuangalie sehemu ya mwisho ambayo tunaangalia misingi hii ambayo ni ya jamii ya kiungu. Jamii ya kiungu lazima ikiwe na mambo ambayo inafanya tofauti na jamii nyingine. Na je, msingi upi utakaosimamisha jamii hii ambayo Bwana anataka? Wakati huu ambao ndoa nyingi zina pingamizi nyingi, ndoa nyingi zina changamoto na watu wanawachana,
na tumeona maafa yakitokea katika jamii kwa sababu kumekosa misingi ya neno la Mungu katika jamii hizo. Lakini Bwana anakusudia kwamba tukaanze kujenga jamii hizi kwenye misingi ya Mungu, misingi ambayo imeweka mizizi yake katika neno la Bwana, na jamii hiyo itakuwa ya kunawiri na itakuwa ya kumpendeza Bwana. Nataka tuangalie mambo matatu, na jambo la kwanza ni upendo. Jamii haiwezi kusimama pasipokuwa na upendo, na nataka tusome Yohana wa kwanza. Tunasoma Yohana wa kwanza 3:15. Yohana wa kwanza 3:15, Biblia inasema, kila amchukuaye ndugu yake, amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mwajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Wapendwa, hauwezi kusema unampenda Mungu ikiwa unamchukia ndugu yako, na hakuna jamii itakayosimama katika kizazi hiki pasipokuwa na upendo. Na tunataka kujifundisha, je, upendo ni nini? Biblia inasema upendo hautafuti ya kwake. Biblia inasema kwamba upendo ni kujitolea, kwamba iwapo ndugu yako hafanyi kile kinafurahisha nafsi yako, lakini ukiwa umampenda utaendelea kumpenda jinsi vile alivyo. Hautatafuta kujinufaisha na jamii hii, lakini utatafuta kufikiria ni nini hicho ambacho unaweza leta na kuongezea katika jamii hii. Wapendwa, msingi ambao ni imara kwa ajili ya jamii yoyote. Ukiona jamii imesambaratika ni kwa sababu imekosa upendo. Lakini mahali ambapo kuna upendo, wapendwa, hapo jamii hiyo itasimama. Ijapokuwa kutokea changamoto ya aina gani, huo ni msingi imara, kwa sababu upendo huu ni Yesu mwenyewe. Na tutakapopendana sisi kwa sisi, iwe jamii ya kanisani, iwe jamii ya nyumbani, iwe jamii ya mahali tunafanya kazi, tutakapokuwa na upendo kati yetu, tutakuwa tumejenga jamii ambayo ni ya kiungu, na jamii hii ina nafasi nzuri ya kushinda majaribu yote, na Bwana anaitumia katika kutimiza haja zake katika kizazi hiki. Jambo la pili ni umoja na kujitoa, na anataka tusome katika Wakorintho wa kwanza 13. Jamii yoyote ile ili isimame ni lazima kuwe na umoja, na pia kuwe na yule ambaye anajitoa kwa ajili ya jamii hii. Nataka tuanzie pale 4. Biblia inasema hivi, Wakorintho wa kwanza 13 kuanzia 4. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, upendo haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautatafuta mambo yake. Ningependa tutilie hapa kwamba mahali ambapo kuna upendo, mahali ambapo kuna umoja, mahali ambapo kuna kujitolea, hapo uwepo wa Mungu uko mahali hapo, kwa sababu upendo hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali hufurahia pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabadilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabadilika. Bwana asifiwe. Lakini upendo utadumu. Upendo ndio utasimamisha familia. Upendo unazaa umoja, na umoja huu umejengeka kwenye kujitoa, kwa sababu tumesema hapa kwamba upendo hautafuti mambo ya kwake. Hivyo mtu akiwa amejaa upendo, yeye anajitoa kwa sababu ya familia. Tunaishi katika kizazi ambacho watoto wanaonea wivu wazazi wao. Tunaishi katika kizazi ambacho mke anamuonea wivu hata mume wake, na tunaishi kizazi ambacho hata mzazi anamchukia mtoto wake. Lakini Bwana anasema hivi, ikiwa tunakusudia
jamii hii kuwe ya kumpendeza Bwana, jamii ya kiungu, ni lazima kuwe na upendo. Sehemu ya tatu ni furaha ya Bwana, na nataka tusome Wafilipi 2:1 hadi 3 na kisha tutamalizia mahali hapo. Furaha ya Bwana. Lazima familia idumu katika furaha ya Bwana. Kuna furaha ambayo Bwana huleta ambayo ni ya kiungu, furaha ambayo si ya asili ya ulimwengu huu. Na Paulo akiwaandikia Wafilipi alikuwa anasema hivi katika mlango wa 3 mstari wa kwanza, anasema basi ikiwapo faraja yoyote katika Kristo, yakiwapo matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwapo ushirika wowote wa Roho, ikiwapo huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Mstari wa 3, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Wapendwa, tutakapodumu katika furaha ya Bwana, furaha ya Bwana itakapodumu katika jamii, ikiwa tutatafuta na kuwa na nia kama ile ambayo ilikuwa naye Kristo, jamii zetu zitasimama. Lakini ulimwengu ambao tunaishi una changamoto mingi, kwa sababu watu hawatafuti upendo na mwingine, hawana furaha ya Bwana. Watu wanasononeka. Unasikia baba alikasirika na akamkata panga mtoto wake, ni kwa sababu hana furaha ya Bwana. Lakini tutakapoomba furaha hii ikatushukie katika jamii zetu, tutakuwa wa kufurahia. Bwana anakusudia kwamba kuwe na vicheko katika jamii zetu, si magombano. Bwana hajakusudia kuwe na siasa katika familia, lakini amekusudia kwamba familia iwe ya kuangalia mmoja kwa mwingine, watu ambao wanajali mmoja kwa mwingine, iwe ni jamii ya kanisa ama jamii ya uzazi ama jamii mahali ambapo tunafanya kazi. Bwana amekusudia kwamba tuwe watu ambao tutadumu katika furaha yake, na Bwana atatusaidia. Wakati kama huu ni vizuri kukaribisha furaha ya Bwana katika nyumba hii. Tunaambiwa habari juu ya watu ambao hawajazoea kukaa pamoja, mke na mume, na leo hii wanafarakana kwa sababu hawaendi kazi. Lakini Bwana hajakusudia hiyo. Bwana amekusudia kwamba watu wakafurahiane mmoja kwa mwingine na kuwe na furaha tele katika jamii, kwa sababu hapo ndipo tunapata nguvu yetu. Ningependa kufika pale, na nataka kushukuru Mungu wetu. Tunakushukuru kwa sababu ya neno la siku ya leo. Hebu kaendelee kutusaidia kujitafakari, ili maisha yetu yakapona na jamii zetu zikasimama, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen.